Muhali gani ndugu zetu watazamaji wa Sheka Toto TV. Karibuni katika kipindi chetu cha yaliyojiri. Leo Jumanne tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2025. Ninayekuletea kipindi hiki ni mimi mtangazaji wako Rose Mabula nikiwa na mwenzangu Sheikh Ali Mohamed Salim. Karibuni sana, shirikiane na sisi mwanzo hadi mwisho ya kipindi chetu yaliyojiri. Kusikiliza habari mbalimbali zilizotokea ndani ya nchi yetu na katika mikoa tofauti tofauti. Tunaanza na habari yetu ya kwanza. Inasema Nicole azaminiwa kwa hati ya nyumba ya milioni 100. Unaona mambo au shari? Yule mwanadada yule aliyokuwa na watapeli wenzake mitandaoni, kwa ameshapewa zamana kwa hati ya nyumba yenye gharama shilingi milioni 100. Baada ya kusota mahabusu kwa takriban wiki 3, mwigizaji Joyce Mbaga maarufu Nicole Bell ameachiliwa kwa zamana katika mahakama ya hakimu mkazi Kinondoni baada ya kutimiza masharti ya zamana katika kesi ya hujumu uchumi inayomkabili mahakamani hapo, ambapo imeelezwa mahakamani kuwa Nicole amezaminiwa kwa hati ya nyumba yenye thamani ya shilingi milioni 100. Mbali na Nicole, mwingine aliyeachiwa kwa zamana ni mshtakiwa mwenzake ambaye anaitwa Rehema Mahanyu mwenye umri wa miaka 31, ambapo wawili hao walipandishwa kizimbani Machi 10 wakati wakikabiliwa na shtaka ikiwemo kupokea shilingi milioni 186.5 kutoka kwa umma bila kibali kutoka Benki Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo mwanadada Nicole ametoka nje kwa zamana. Kwa zamana. Yani sijajua vipi, lakini mimi nahisi endebakia tu mpaka serikali itakapoangalia na atalipa vipi watu wale waliowaibia hela zao, kwa sababu kama katoka kwa zamana na hela alizochukua ni zaidi ya hizo na zamana iliyotolewa pale ni milioni 100, yani nyumba. Kwa hiyo bado 85. Sasa bado sana. Kwa kweli ni bado sana. Ndio, kwa sababu zamana ni haki yake, ni lazima atoke tu nje kwa zamana. Zamana ni haki yake. Kwa hiyo ndio hivyo, ataendelea. Sijajua kama kesi, lakini kesi itakuwa bado inaendelea. Kesi itakuwa inaendelea na vile vile kutakuwa kuna mipangilio maalumu ya kufanya ili wale waliodhulumiwa, kwa sababu bila shaka wako sasa hivi na wamejitambulisha, basi na wao ili wapate haki zao. Sawa, shari, tunaenda kwenye habari yetu nyingine. Inasema Wasira asema kawaambia enyi kawaambia waliotumwa kazi ya kuzuia uchaguzi mkuu ni ngumu kama ilivyo vigumu kumfufua aliyekufa. Sijui umenielewa kichwa cha habari. Wasira asema kawaambieni waliowatuma kazi ya kuzuia uchaguzi mkuu ni ngumu kama ilivyokuwa ngumu kumfufua mtu aliyekufa. Ndio, na ni kweli. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wanapotosha kwamba si masuala ya uchaguzi. Kwa hiyo kawapa onyo. Hiyo ni sahihi. Kwa sababu hao ni wale waharibifu wa nchi, wale waharibifu ambao wanataka hii amani tulionayo itutoke. Sasa ina maana wanaanza kuchechea ili mara uchaguzi usifanyike, mara huyu ukafatia moto hapa. Sasa vitu kama hivyo vilivyotiwa marufuku, yani na ni ngumu kama hiyo, ili ni kutoa msisitizo kama kwamba ni vigumu uchaguzi, kwa sababu umeshapangwa na gharama zake zimeshapangwa, basi uchaguzi utafanyika na aliyepasi yani atakuwa haki yake. Kwa hiyo habari shari inasema hivi: makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Stefan Wasira amesisitiza kuwa hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kuzuia uchaguzi mkuu mwaka huu usifanyike, na hao wanaotaka kuzuia kama wametumwa
wawaambie hao waliowatuma kwamba kazi hiyo ni ngumu na haitawezekana. Akizungumza na waandishi wa habari akizungumza na wananchi, nishazoea tena waandishi wa habari jamani, mtanisamee. Akizungumza na wananchi wa Mbeya mjini Machi 17 ambao ni jana, katika mkutano wa muhadhara, Wasira ametumia nafasi hiyo kuhakikishia Watanzania kuwa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu uko pale pale na hakuna mtu yoyote anaweza kuzuia. Onyo washapewa. Yani, taarifa wamepewa kwamba haitowezekana. Taarifa imetolewa kama haitowezekana na onyo limetolewa na sisi serikali tunaiunga mkono. Kwa sababu unajua kabisa kila baada ya miaka kadhaa unatakiwa uchaguzi. Kila baada ya miaka kadhaa inatakiwa uchaguzi. Hiyo ni sasa wewe nani? Na ni mipangilio imeshapangwa. Mipangilio inapopangwa ina maana lazima itekelezwe. Serikali ina kazi kubwa sana ya kuandaa uchaguzi. Uchaguzi sio kazi ndogo. Yaani gharama zake ni nyingi. Isipokuwa hao bwana, mimi nahisi ni hao wachechezi ambao wanaotaka kuvunja amani. Lakini mimi msisitizo wangu namuomba sana mama asimame na aimarishe jeshi lake ili hao watakao kutuvunjia amani wasiweze kupata nafasi hata ya tundu ya shindano. Mama tunamuamini na tunamtegemea sana na kila kitu kitafanyika vizuri. Sasa tunaenda kwenye habari nyingine, nasema kilogramu 980 taka za plastiki za kusanywa siku moja ufukweni Kawe. Sijui umenielewa? Kilogramu ndio 980 za taka za plastiki ndio zimekusanywa ufukweni Kawe Beach. Tayari unapajua Kawe Beach? Sijafika mimi huko. So mtembezi. Gramu 980 za taka za plastiki zimekusanywa katika ufuko wa Kawe, Manispaa Kinondoni, Dar es Salaam, katika kampeni ya usafi wa mazingira iliyofanyika mwishoni mwa wiki na taasisi ya Simply Green kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa mazingira. Wamefanya ukusanyaji huo wakiibua changamoto kubwa ya uchafuzi wa ufukwe unaotokana na utupaji holela wa taka kwenye mito, mitaa na baharini. Mkurugenzi wa taasisi hiyo Adriano Gesa amesema licha ya juhudi za kufanya usafi, uchafu wa plastiki unaendelea kuwa tatizo kubwa linalohitaji suluhu la kudumu kupitia elimu na usimamizi wa mzuri wa taka. Nimeeleweka Sheali? Imeeleweka. Kwa hiyo tutunze mazingira yetu, tutunze fukwe zetu, tutunze mito yetu. Yaani inatakiwa tutunze kwa umakini sana. Kwa sababu katika mito kuna viumbe mule vinatakiwa samaki wale, katika bahari vile vile kuna matumbawe, na maana tutakapovitunza vizuri mle kuogelea kufanyaje. Kwa hiyo inabidi tuvitunze hivi vitu kwa sababu pia ni faida yetu wenyewe, sio kwa faida ya mtu mwingine yeyote. Sawa. Kwa hiyo ni vyema yani kungekuwa hata na yale ma dustbin yale ya kutupia takataka ili kuepusha takataka kama hivi kuzagazaga kiolela. Kwa sababu ukiwa na yale ma dustbin, mtu ina maana kanywa juisi atatia kwenye dustbin. Ni sahihi kabisa. Yaani inakuwa ni sahihi, yale yanakuwa yanawekwa kila maeneo, alafu baadaye inapita gari yanabeba yanapeleka sehemu husika. Inakuwa ni urahisi zaidi. Zinarudishwa tena kiwandani. Kwa kuchakatwa tena kuendelea tena kutumika. Sawa. Kwa hiyo ni vyema, ni jambo zuri kwa kweli. Ni kuwekwa tu yale. Wakiwepo watu wengi huko ufukweni, na hisi pia bahari zitakuwa safi, mito itakuwa misafi. Na hivyo vitu ni vitu ambavyo vinatakiwa vitunzwe kwa sababu ni vitu ambavyo tunavitegemea sana. Ile vitu tunavitegemea kwa starehe. Tunavitegemea kama tunapata samaki katika mito, katika nini. Yaani ni vitu vingi ambavyo vinatufanyia vizuri. Sasa kama hatutovitunza kwa kweli tutapoteza rasilimali yetu. Kwa kweli. Natakiwa tuvitunze. Sawa, tuende tena kwenye habari yetu nyingine, nasema hakuna sheria inayomkataza mwanamke kumiliki ardhi.
Baadhi ya wanawake tunanyanyasika sana. Ni kweli sana. Utakuta mwanaume wako ametangulia mbele za haki, labda mlikuwa na mashamba, mlikuwa labda na maeneo. Baadhi ya ndugu mara nyingi huwa wananyanyasa sana wanawake. Utakuta ananyang'anywa. Yaani usingine wanamwekea tu vikwazo yani matatizo wanaanza kumpelekea matatizo. Yaani hilo ni kweli, lakini bwana, kwa kweli mwanamke naye sheria anayo kama binadamu mwingine kumiliki ardhi na kumiliki hata nyumba ya kwake mwenyewe, kwa sababu naye ni binadamu. Kwani ana kazi zake, ana mipangilio yake, anafanya vikoba, yule kapata kiwanja chake, na maana ardhi kaimiliki, kajenga. Sasa kwa nini nyinyi kama yule alikuwa na ndugu yenu Mwenyezi Mungu amchukua mbele ya haki? Sasa kwa kweli mali wakichuma yote, basi ile mali kwa kweli anatakiwa achue yule mwanamke aiendeleze, kwa sababu pengine kwa kupatikana na watoto. Hawataki kukuachia moja kwa moja, ila wanakuwekea vikwazo kwamba ulifiwe. Sasa unanilisi vipi? Au masuala ya kulisiana mimi najua ilikuwa zamani. Lakini bado mpaka saizi mtu, kwa sababu anajua labda mlichuma, kuna mashamba, kuna nyumba, mtu anakuambia shemeji inabidi fulani akulisi ili kuendeleza familia. Hiyo sikiliza. Hiyo ni kuwekewa. Hiyo kidini ipo, lakini sasa na ridhaa ya yule mwanamke mpaka hilo jambo hilo hawezi tu kulazimishwa. Mimi bwana shemeji, hili swala lipo na umeshaliona hivyo, lakini wakati mdogo wako mimi bwana kafa na shafika mbele ya haki, kusema nikae na wewe, mimi hicho roho yangu haiwezi kunipa. Mimi naomba tu nikae nisimamie haya mambo na watoto wangu, nikipata riziki sehemu nyingine ni sawa, nyinyi ni wenzangu, lakini hilo jambo ukilikataa linakubalika. Ndio. Sasa hii Rais Samia Suluhu Hassan amesema hakuna sheria inayomkataza mwanamke kumiliki ardhi, kwani naye ana haki ya kupata ardhi kama ilivyo kwa mtu yeyote yule, kwa kuzingatia taratibu za nchi. Rais Samia ametoa kauli hiyo wakati wa uzinduzi wa sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023 katika ukumbi wa mikutano ya Jakaya Kikwete jijini Dodoma. Amesema kuwa mwanamke naye ana haki ya kumiliki ardhi kwa kufuata misingi na taratibu na sheria za nchi kama ilivyo kwa mtu mwingine yoyote, ili mradi awe ni Mtanzania. Hiyo ni sahihi mama. Mama hana kosa. Mama anatutetea mama kwa kweli hana kosa. Anachokizungumza ni sahihi. Wewe mwanamke wakati ni Mtanzania na una haki, unafanya kazi, umepata fedha zako, unamiliki ardhi kwa mujibu wa sheria na nia kwako. Kwa nini unyanyaswe? Na wewe ni Mtanzania, na wewe ni binadamu, una haki zote. Kwa kweli hiyo mama alichokizungumza ni sahihi kabisa. Ni sahihi kabisa. Na pia akatutetea. Kwa kweli mama akawatetea na ni haki yake kuwatetea, na ni haki yenu kwa mwanamke yoyote ambaye ni Mtanzania na ana uwezo wa misingi wa kumiliki ile ardhi, amiliki bila kingamizi yoyote kama wengine wanaomiliki, wala bila kunyanyaswa. Kwani si Mtanzania? Na yeye ni mwanamke. Kwani tofauti ya wanawake sijui na wanaume, mtu mwenye uwezo wake wakati yeye ana uwezo naye wa kumiliki apewe. Basi ndio hivyo, tunaenda kwenye habari nyingine. Nasema Chalamila amekemea wanaopotosha uandikishaji wa kupiga kura. Shari, umeshajiandikisha kwenye daftari la kupiga kura? Mimi nimeshajiandikisha na kadi ninayo. Na kadi ninayo ya kupigia kura. Vizuri tu, nasubiri siku ikisha kufika kwa ajili ya uchaguzi. Maana lazima uwepo kwenye ile daftari. Daftari mimi kwetu sisi limepita zamani sana daftari la kudumu. Sasa achana na hiyo ya miaka iliyopita. Wameanza tena ile zoezi jana tarehe 17. Sasa hilo mimi nitalifuatilia. Kwa sababu ukisema daftari la mwanzo kuna wengine wamehama. Yale maeneo wamehamia sehemu nyingine. Mimi vifaa vyote ninavyo viko complete. Yaani mimi huwa ni mtu mmoja niliyekuwa sipendi shida. Halafu nilivyo mimi muume wa mama ndio baba. Mimi muume wa mama ndio baba. Nafikiri nikizungumza msemo huo watu wengi watafahamu.
kwa sababu mimi sipendi shida na napenda amani tulionayo iendelee. Kwa sababu inapotokea mchafuko, kwa kweli wanaoumia ni wazee, watoto na wanawake. Kwa sababu sisi, licha unavyoniona hivi kama yaji ishakwenda, lakini nitakimbia kwanza, nitajitetea. Na hatuombi hiyo hivyo. Mara nyingi hatuna nguvu za kukimbia muda mrefu sana. Ndio hapo sasa. Na ndio maana si watu tunaathirika sana. Ni kweli. Hii habari inasema mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametoa wito kwa wananchi wenye sifa kujitokeza katika uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwa mkoa wa Dar es Salaam litakalofanyika kwa siku 7, na kukemea watu wanaopotosha mtandaoni kwa kuhamasisha wananchi wasijitokeze kwa hulka za kisiasa. Akizungumza jana na waandishi wa habari jijini Dodoma, alisema zoezi hilo limeanza jana na halihusishwi hata kidogo na kubadilisha kadi zilizokwisha kutolewa na iliyokuwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi mwaka 2015 na mwaka 2020. Kwa mantiki hiyo, kadi zile ni halali ambazo tulishaandikisha zamani. Kwa hiyo kama wale kuna wengine wanakuaga hawana zile kadi. Kwa hiyo labda mtu alikuwa hajafikisha bado miaka 18. Ndo inatokeaga muda wanakuja wale tume ile ya neki wale. Kwa wale wasoko na vitambulisho vya kupigia kura. Kwa hiyo muda wao umeshafika ili waandikishe ili wapate ile haki yao ya msingi. Sasa na pia unatakiwa uwe na kadi na pia na kujiandikisha kwenye daftari. Maana unaweza ukawa na kadi, kumbe hiyo kadi labda ulijiandikisha Magomeni, umehama umehamia Buza. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo sasa unatakiwa eneo husika, aidha uende kule tena ulipojiandikishia ndio uende ukapige kura. Ushanifahamu hapo, nimeshakufahamu. Lakini sasa hapo bwana, mimi nawachukia sana wanaopotosha. Wanaopotosha. Kwamba msijitokeze kwenda kujiandikisha. Kama msijitokeze mtu kwenda kupotosha. Wewe unayepotosha kusema kitu kama hichi, wewe ni kama nani? Wakati serikali ina maana utaki watu wapige kura. Wakati serikali inamwekea mtu uhuru. Katika sisi Tanzania tuna uhuru wa kupiga kura jinsi unavyotaka. Ikifika siku yako una sehemu siri kabisa, unapiga kura, yaani unakuwa huru kabisa. Sasa huyu anakataza watu haki zao za msingi. Kwa kweli jambo kama hili sio zuri kabisa. Na hii tume, watu kama hawa wachukulie hatua, kwa sababu hizi ndio chechezi zinavyoanza baadaye. Sasa wanataka kutuharibia nchi yetu. Kwa kweli jambo kama hili watu hawakujiandikisha. Wasema watu hawakujiandikisha. Kumbe wenyewe ndio mnachochea kwamba watu wasijiandikishe. Watu bwana, mimi naomba serikali watu kama hawa wachukulie hatua. Na wanaoambiwa hivyo wasikubali. Mtu aangalie akili yake, kwa sababu umeshafika muda. Chukua na vitambulisho vyako na nenda kapige kura, mchague unayempenda. Hiyo ndio demokrasi tulionayo Tanzania. Lakini sasa kwa nini atokezee tu mtu baiza wewe msende kupiga kura? Huo sio utaratibu. Na hiyo anatakiwa achukuliwe hatua mtu kama huyo. Sana. Tunaenda shahari kwenye habari yetu nyingine, nasema bilioni 54 yaongezwa kuhudumia mafunzo ya VETA. Ni jambo zuri. Ni jambo zuri sana. Kwa hiyo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema kuwa serikali kwa kutambua umuhimu wa kukuza ujuzi kwa vijana imeongeza bajeti ya mafunzo ya ufundishaji stadi kutoka shilingi bilioni 54 mwaka 2021 hadi kufikia shilingi bilioni 85 kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Sawa. Hatua hiyo inalenga kupanua fursa kwa vijana kunufaika na mafunzo hayo. Waziri Mkuu Majaliwa ametoa kauli hiyo leo Machi 18 mwaka huu alipomwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan kwenye kilele cha maadhimisho ya miaka 30 ya taasisi ya mafunzo ya ufundi stadi VETA. Alisema taasisi hiyo imepiga hatua kubwa katika uboreshaji mafunzo na programu mbalimbali za ufundishaji stadi nchini. Umeelewa? Nimeielewa. Na ni jambo zuri sana walilofanya serikali kuweka hela kama hiyo,
na kile chombo kikajifanyisha vizuri sana, na kikawa kimetajika na kimekuja juu zaidi katika mafunzo ya ufundi. Kwa kweli hilo ni jambo zuri na ni jambo la kushukuru kabisa. Hasa matunda kama hayo tunayoyapata, halafu wanatokezea tu watu kutaka kuyakosesha matunda kama hayo, kwa kweli inakuwa sio jambo zuri. Haipendezi. Alafu pia ni jambo zuri kwa sababu utakuta labda kijana wako hakufanya vizuri kwenye mitihani. Utawaza mwanangu nimpeleke akasomee nini? Lakini hivi vyuo vinavyozidi kwa wingi, hivi vyuo vya VETA, ina maana ni fursa pia kwa vijana kwenda kusomea ufundi mbalimbali. Ni sawa. Tofauti na kukaa mtaani, kwa sababu anapokaa mtaani anakuwa mwizi, anakuwa kibaka, anakuwa mvuta madawa kulevya. Matokeo kijana anaharibikiwa. Lakini atakapofeli, ukampa tena nafasi nyingine akasome kitu chochote VETA, inakuwa ni jambo zuri kabisa, na tunajenga pia taifa. Ni jambo zuri. Na umemtoa yale mawazo na fikira mbovu kabisa alizonazo, kwa sababu kufeli kiskuli sio kufeli kimaisha. Unamwambia mwanangu tulia, sasa unamfanyia maarifa, unampeleka anaenda kusoma, anaenda kuchukua ujuzi mwingine wa kutumia akili tu. Anaenda kuchukua ufundi stadi, anaweza akawa fundi ujenzi, fundi mwashi, anaweza akawa fundi umeme, fundi bomba, yani akawa ni fundi mzuri, amepata cheti kizuri, na sehemu yoyote anaweza kaajiriwa. Kwa leo tumefika tamati mwa kipindi chetu cha Yaliyojiri. Msikose kuungana nasi kesho muda na wakati kama huu. Kipindi cha Yaliyojiri ni mimi mtangazaji wako Rose Mabula nikiwa na mwenzangu Sheikh Ali Mohamed Salim. Kwa pamoja tunasema kwa elimu.